بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. أما بعد، tukiendelea katika darasa hizi za luma cha Imam Shirazi katika usul al-fiqh, tumefika katika taarifu ya usul al-fiqh kama fani. Kama tulivyoeleza kuwa fani hii ya usul al-fiqh hutajiwa taarifu mbili. Taarifu ya kwanza ni taarifu tarkibi, tukazungumzia maana ya neno asli kisha maana ya neno fiqh. Ama taarifu ya pili, taarifu al-laqabi, ndio hii sasa tutakayozungumzia leo inshallah. Ni usulul fiqh kama fani. Fani hii asema Sheikh rahimahullah: wa amma usulul fiqh fahiya al-adillatu allati yubna عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال. أسمى أما أصول الفقه يعني كما فن كما علم، أسمى فهي الأدلة، بس نزل دليل التي أنبزوكوان يبنى عليها الفقه، فقيه مسائل يفروع yanajengwa kutoka hizo dalili. وما يتوصل بها yani hii pia ni katika usul fiqh, ni vitu ambavyo vyatumika ili kufika katika dalili hizo, biha ila al-adillati, ni vitu ambavyo ama yani turuq ambazo tutazitumia kufika katika hizi dalili ala sabili al-ijmal, na hizi dalili zenyewe ni katika njia ya ijmali. Na hapa quyudi makaidi muhimu zaidi ni kujua ni hizi kwa kifupi, kama mwenye warakati alivyosema, ni turuqul fiqh ala sabili al-ijmali wa kayfiyatu al-istifada minha. Ni njia ama ni dalili za kifiqhi lakini kwa namna ya ijmali. Tutaeleza maanisha nini wakisema kwa namna ya ijmali, yani kwa ujumla, na namna ya kustafidi kutokana na dalili hizo. Yani wewe ukiona aya, ukiona hadithi, vipi utaifahamu, vipi tutastafidi kutokana na hizi dalili. Hapa aliposema ala sabili al-ijmali ni adilla za kifiqh ala sabili al-ijmali, ni kumaanisha si dalili specific, yani dalili yenyewe haizungumzii masala mamoja peke yake. Ni dalili ambayo haizungumzii masala mamoja peke yake, la bali ni dalili chini yake kuingia masail mingi. Tamam. Kwa mfano kama tutakavyokuja tutasoma, tutasema al-amru lilwujubi. Ikija amri kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au kwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, fa huwa lilwujubi, basi ile amri ni ya nini? Ni yani yamaanisha kuwa lazima tufanye. Amesema Mwenyezi Mungu wa aqimus salata, basi swala ni lazima. Tamam. Bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa mfano anasema la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kwa mfano bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema thumma rka', katika ile zile hadithi ya swala, hadithi musii fi salatihi, akisema thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, basi tunajua kuwa rukuu ni lazima katika nguzo za swala. Ipi iliyotujulisha kuwa rukuu ni lazima? Tutasema dalili ya karibu zaidi ni kuwa bwana mtume amesema thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Ipi yatujulisha kuwa swala ni lazima? Tutasema wa aqimus salata. Mwenyezi Mungu atuambia wa aqimus salata. Hizi sasa ni adilla zaitwa adilla tafsilia. Manake wa aqimus salata, hii dalili ni khas kwa hukumu ya swala pekee yake, haingii hukumu ya vitendo vingine. Tamam. Lakini dalili za kiusuli sasa ni kama kusema al-amru ala al-wujubi ama al-amru lilwujubi. Amri ni ya wajibu. Ukisikia fi'lu amri imekuja katika kitabu na sunna ni ya wajibu, basi utaona pale chini yake kuingia dalili nyingine nyingi ama kuingia masail mingi chini yake. Kwa mfano hiyo ya swala, takuja ya zaka, takuja ya saum, takuja ya hija, na haya yote yanaingia chini ya nini? Al-amru lilwujub. Kwa hivyo ukisema al-amru lilwujub, hii ni dalili ya kiusuli. Tamam, hii ni dalili ya kiusuli. Lakini ukisema aqimus salata, hii ni dalili ya kifiqhi. Tamam.
ndo akasema ala sabili al-ijmali. Mtu aweza kuuliza basi tofauti baina ya usulul fiqh na qawaid nini? Manake katika ilmu ya qawaid fiqhiyya tuambiwa qaida moja imebeba masail mingi. Qaida moja imebeba masail mingi. Na hapa tumetaja dalili moja ya usuli, ama tuweza kusema ni qaida ya kiusuli, imebeba pia masail mingi chini yake. Sasa ni vipi tofauti ya qaida fiqhiyya na qaida itwaje usulia? Nini tofauti yake? Na tofauti ya qaida usulia na qaida fiqhiyya, maulama watuambia kitu cha kwanza ni kuwa qaida fiqhiyya ni ibara kulliya, na ile ibara chini yake kwa ingia ahkam juz'iyat. Tamam, ahkam juz'iyat, na inakuja kutokamana na tatabbu'il ahkam. Yani sisi tupata qaida fiqhiyya baada ya kufuatiliza, baada ya kutafuta ahkam za kifiqhi. Kwa mfano utaangalia uone, tutataja kwa mfano qaida moja yasema ad-darura tuqaddar biqadariha, ama la tuache tuseme kwa mfano ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Hii qaida dharura zikija basi twafaa kufanya mambo ambayo asli yalikuwa ni haramu. Hii ni qaida fiqhiyya, si qaida usulia, ni qaida fiqhiyya. Tumeipata vipi ama tumeijua vipi? Maulama wamekwenda wakaangalia mtu mgonjwa ambaye yuogopa labda kutumia maji, yaruhusiwa atumie mchanga afanye tayammum. Na ambapo kama kuna maji hufai kutumia tayammum. Tumepata hukumu ya kwanza, ni kitu ambacho kilikuwa ni haramu lakini kwa ajili ya dharura tukaruhusiwa. Haya, tukapata kwa mfano mtu ambaye ana njaa, hakupata chakula chochote isipokuwa maiti, mnyama ambaye hakutinzwa, ama labda nguruwe, yafaa ale kisheria, yaruhusiwa ale. Tukaja tukapata mtu ambaye labda yataka kwenda kufanya matibabu, na yuhitaji labda kutumia kama zile dawa ambazo za fisha ganzi, na labda ni katika madawa ya kulevya, asli ni haramu lakini tupata kwa ajili ya dharura yule mtu akaruhusiwa. Basi kwa hizi ahkamu nyingi ndio tukaja tukapata qaida fiqhiyya. Kwa hivyo qaida fiqhiyya ni natija ya zile ahkam nyingi zinazojulikana tayari, ahkam za kifiqhi. Lakini qaida usuliyya la, hii haiji baada ya ahkam, bali qaida usuliyya ndiyo asli. Qaida usulia ndio asli. Ndio asli ya kujua swala ni lazima, saumu ni lazima, zaka ni lazima. Manake ukiona wa aqimu swala, tutarudi katika qaida usulia tuseme al-amr yadullu ala al-wujubi. Moja kwa moja tutahukumu basi swala ni wajibu, kwa ajili kumekuja fi'lu amri ya kuswali. Tutaangalia qaida usulia tupate wa atu zaka, toeni zaka. Yani tutaangalia dalili tafsilia, tapata toeni zaka. Tutarudi katika dalili usulia tujue kuwa al-amr yadullu ala al-wujubi. Sasa qaida fiqhiyya ni natija ya zile ahkam tunazozijua. Swala ni lazima, saum ni lazima, zaka ni lazima. Hizi ahkam mwishowe tuje tupata qawaid au qaida fiqhiyya, lakini qaida usulia ndiyo asli. Kwa hivyo qaida usulia ndiyo asli, kisha tupata zile ahkam chini yake, kisha zile ahkam sasa tujumuisha ili iwe rahisi katika kuhifadhi. Maana ahkam ziko nyingi sana, ili iwe sahli kuhifadhi basi tuaje tupata nini? Qawaid fiqhiyya. Hii ni kwa kifupi tofauti ya qawaid fiqhiyya na qawaid usuliyya. Naam. Asema shekhe, wa amma usulul fiqh fahiya al-adillatu allati yubna 'alayha al-fiqh wa ma yatawassalu biha ila al-adillati 'ala sabili al-ijmal. Kisha asema wal adillatu ha huna, sasa yatasherehesha kwa kifupi. Asema wal adillatu ha huna khitabullah azza wa jalla. Na hapa katika taarifa aliposema dalili ni khitabullah azza wa jalla, yani ni maneno ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Tamam, ni maneno ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Al makhtub, hii maneno ambayo tunaona kitabu Qur'ani, hizi ndo dalili. Wa khitabu rasulillah. Na hapa tukisema Qur'ani hatumaanishi specific aya, hatumaanishi aya moja, la, tumaanisha Qur'ani ni dalili. Hii ndo usul. Mtu mwenye usuli yuangalia Qur'ani kama Qur'ani kuwa ni dalili, haangalii aya fulani maana yake kwanza, la. Hiyo ni kazi ya faqihi. Kazi ya usuli ni yuangalia ile Qur'ani kama Qur'ani, hadithi kama hadithi, kuwa hadithi ni hujja, kuwa Qur'ani ni hujja. Nasema wal adillatu ha huna, na dalili hapa khitabullah azza wa jalla ni maneno ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu, wa khitabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Wa af'aluhu,
na maneno na aitoje vitendo vya bwana mtume, wa iqraru na iqrari zake. Iqrari ni mambo ambayo yametokea yeye mtume akiyaona ama akiyasikia na akayaridhia, yani hakusema kitu, hakuatiba, hakusema hili ni makosa, la, alinyamaza tu, basi zile zaitwa ni iqrari. Naam, wa iqraruhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ijma'ul ummati, na ijma'i ya umma. Ijma'i ni makubaliano ya maulama, hii pia ni hujja, hii pia ni katika dalili. Anasema wal qiyas, na qiyas kama itakavyokuja inshallah maelezo ya qiyas. Tamam. Kisha wal baga'u ala hukmi al-asli, na kubakia katika hukumu ya asli inda adami hadhihi al-adilla. Na ni kubakia katika hukumu ya asli ikiwa hakuna dalili. Kwa mfano kuna masala chakula tumekuja tukipata mmea katika mimea, tukija tukipata nini hukumu ya kula mmea ule, mmea mpya labda haujulikani, hatujapata nasi na wala hatuwezi kufanya kiasi, hakuna ijmaa, hakuna chochote, tutahukumu vipi? Basi tubaki katika hukumu ya asli, na hukumu ya asli ni kuwa hakuna taklifu yoyote, basi kile kitu inakuwa ni jaiz kula. Taban ala khilaf madhehebu ya Abi Hanifa, kuna khilafu yani katika masala kama haya, inshallah yatakuja. Asema wafuti al-alim fi haqqi al-amma. Na katika dalili pia ni fatwa ya mwanachuoni kulingamana na mtu ambaye ni katika maawam, mtu ambaye hajasoma, hajui hizi dalili, hajui hizi hujja. Fatwa ya mwanachuoni kwake ni dalili, aweza kusema hii jambo hili lafaa. Akiulizwa nani amekwambia ama umejuaje, dalili yako nini, akisema alim fulani ndo amenipa fatwa, faqihi fulani ndo amenipa fatwa, basi huyu hii kwake ni dalili yatosha. Lakini si kwa mwanachuoni hiyo haiwezi kwa dalili, itakuja inshallah katika mlango wa ijtihad. Kisha asema shekhe wama yutawassalu bihi ila al-adillati. Sasa eleza kipande cha pili ya taarifu. Kipande cha kwanza amesema al-adilla, kipande cha pili asema wama yutawassalu bihi ila al-adilla, yani vile vitu ambavyo vatumika kufika katika nini, katika hizo dalili. Asema wama yutawassalu bihi ila al-adilla, na kile kinachotumika kufika katika adilla, kinachotufikisha katika hizi dalili. Asema fahuwa al-kalamu ala tafsili hadhihi al-adilla, basi ni maneno katika tafsili, yani yanayoeleza dalili hizi, wawajhiha ala wawajhiha wa tartibi ba'dha ala ba'd, na wajhi dilala. Manake sisi tuko katika zama watu wengi wauliza dalili yako nini, dalili yako nini, na hata akitajiwa dalili hajui wajhi dilala. Wajhi dilala ni namna tunavyofanya istidlali kutoka dalili fulani. Ukiambiwa bwana mtume amesema hivi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi mpaka utueleze kivipi umetoa hukumu. Hii inaitwa wajhi dilala, namna ya kufanya istinbat. Pia hii yazungumziwa katika ilmu ya usulul fiqh, namna ya kufanya istinbati pia yajulikana katika usulul fiqh. Kisha sema wa tartibi ba'dha ala ba'd, na kufanya tartibu ya zile dalili. Manake mara nyingine zile dalili ukija ukiziangalia, atataja mifano mingi itakuja inshallah, utaona kama ambaye mara nyingine dalili mbili za gongana. Ikiwa mtu hajasoma ama hajui yani namna ya kufahamu zile dalili, aweza kusema kama ambaye hizi hadithi mbili labda kuna mgongano, ama aya mbili labda kuna mgongano. Sasa mwenye kusoma usulul fiqh anasomeshwa, anajua namna ya kujumuisha baina ya dalili mbili, namna ya kufanya taratibu baina ya dalili. Kwa mfano una dalili moja ni hadithi ni sahihi, moja ni hasan, au utakadimisha gani? Moja ni dhaifu, moja ni hasan, utakadimisha gani? Tamam, wakati gani labda tutatumia hadithi ambayo ni dhaifu, wakati gani hatutumii, mpaka mwisho. Na kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo yanastafidiwa katika ilmu hii ya usulul fiqh. Na kwa hapa tuaje tufahamu kuwa kazi ya usuli ni tofauti na kazi ya faqihi. Mwanachuoni wa usulul fiqh yeye hataangalia maana ya neno aqimu sala, la, hataangalia kwa mfano maana ya ibara ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mfano autiru ya ahla alqur'ani, la, yeye kazi yake ni kuangalia hii yatoka wapi, hii yatoka kwenye Qur'ani, basi hii ni hujja. Kisha sasa atakuja faqihi aanze kuangalia maana yake na nini na nini. Usuli yeye ni kuangalia kwanza hii yatoka kwenye hadithi na yatoka kwenye sunna. Tamam. Ikiwa yatoka kwenye Qur'ani, ikiwa yatoka kwenye Qur'ani, basi ni hujja. Ikiwa ni fi'lu amri, basi ni lazima. Ni yani kile kitendo ambacho kimeungamana nacho ama kimenasibishwa na hii fi'lu amri, basi kile kitendo kinakuwa ni lazima. Hii ndo kazi ya usuli, yeye yuangalia zile dalili fi kaunihi au min haythu kaunuhu Qur'anan au hadithan au am au khas, na namna hiyo.
la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Usuli atakuja tuambie Qur'ani ni dalili na atatutajia sababu, hadithi ni dalili, ijma'i ni dalili, qiyasi ni dalili. Lakini faqihi hatakwambia hivyo. Faqihi atakuja kupe hukumu kisha kwambie qiyasan ala dhalik. Bwana, nani ametuambia kuwa qiyasi ni hujja ama qiyasi si hujja? Sasa huni mwanachuoni wa usuli. Naam, asema shekhe, wa awwalu ma yubda'u bihi al-kalamu ala khitabi Allah azza wa jalla. Na kwanza kabisa katika ilmu ya usuli tutaanza kalamu ama maneno yani yatazunguka yani katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani khitabullah, maneno ya Mwenyezi Mungu. Tutaanza na kuzungumza kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Kisha sema wa khitabu rasulillah, ala khitabi Allah azza wa jalla wa khitabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na pia tutazungumzia yani tutaanza kuzungumza maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ajili gani? Asema liannahuma aslun, kwa ajili hizo mbili ndo asli ni kitabu na sunna, na hizi dalili zote zingine zinazokuja zaja kutokamana na fahamu ya kitabu na sunna. Asema liannahuma aslun lima siwahuma, kwa ajili hizo mbili ni asli yanayokuja baada yake. Yani kwanza sisi kama wanadamu tutathibitisha kuwa Mungu yuko, kisha tukithibitisha kuwa Mungu yuko tutathibitisha kuwa bwana mtume ni mkweli. Tamam, zile dalili za kiakili za kiakida zinazotajwa kule, tukishathibitisha haya basi tunajua Qur'ani na Sunna ni hujja. Kisha sasa tukishajua kuwa Qur'ani na Sunna ni hujja, katika Qur'ani na katika Sunna ndo tutafahamu kuwa ijma'i pia ni hujja, qiyasi pia ni hujja, na zile hujja zilizobakia. Asema lima siwahuma min al-adilla. Kisha asema wayadkhulu fi dhalika, na ingie katika hiyo katika mazungumzo yanayohusiana na kalamu rasulillah, yani kalamu Allah na kalamu rasulillah. Asema yaingia hapo aqsamul kalami, yaingia aina ya maneno katika usuli itakuja. Sasa yeye hapa atataja tu atafanya kama sardi ya vitu ambavyo viko katika kitabu inshallah. Asema aqsamul kalami, atazungumzia hapa aqsamul kalami, kisha atazungumzia al-haqiqa wal haqiqa, na haqiqa na majazi wal amr na al-amr wa nahi na nahi, yani makatazo katika kitabu na sunna. Kisha sema wal umum wal khusus, na kuna aya ambazo zaja ni am. Kwa mfano utaona faqtulul mushrikina, yani waueni washirikina, ile ni aya am. Tamam, lakini kuna dalili zingine zinakuja zinahasisisha hii aya. Yani Mwenyezi Mungu atuambia waueni washirikina, lakini katika aya nyingine atuambiaje? Si kuwakataza kufanya muamala mwema na wale ambao hawakuwatoa. Kumaanisha ile aya ya kwanza ni waue washirikina ambao wanatupiga vita, si ati washirikina wote. Kwa hivyo dhimmi tutaishi nao kwa muamala mzuri. Almuhim hizi kama faqtulul mushrikina ni aya am. Kisha al-khusus, kuna aya ambazo ni khas. Kwa mfano taambiwa la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Hii sasa ni kama inakhasisisha ile aya ya kwanza. Kisha kuna mujmal na mubayyan, al-mujmal wal khusus wal mujmal wal mubayyan. Al-mujmal ni aya ambayo yani haifahamiki kisawa sawa, yataka tafsili, yataka tupate mtu atueleze. Tamam, al-mubayyan ni aya ambazo ziko wadhih, maana zake zafahamika. Wal mafhum, al-mafhum sasa ni tunachofahamu kutokana na aya. Tunachofahamu kutokana na nini? Na aya. Kwa mfano tuje tuambiwe Mwenyezi Mungu, hii aya tuliyotaja hapa mwisho, asema la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Yani Mwenyezi Mungu hatukatazi kuingiliana, kufanya muamala, kuingiliana na wale ambao hawajatupiga vita katika dini. Tamam, Mwenyezi Mungu atuambia hivyo. Mafhumu ya hii aya ni kuwa Mwenyezi Mungu anatukataza kufanya muamala, kuingiliana, yani kwa muingiliano wa urafiki na nani? Na wale ambao wametupiga vita katika dini. Hii ndio mafhumu ya aya. Sasa pia usuli yazungumzia mafhumu. Kisha sema wal muawwal, na ta'wili au muawwal, zile aya ambazo zimefanyiwa nini? Ta'wili. Itakuja inshallah maelezo yake. Wan nasikh, na aya zile yani zinazonasikhisha. Maana kuna aya zimekuja labda mwanzo wa Uislamu, kisha nyingine zikaja baada ya muda, zile za pili zikawa zafuta zile za kwanza. Wan nasikh wal mansukh, na zile ambazo zafuta aya zilizotangulia, na al mansukh ni zile zilizofutwa ahkamu zake. Kisha sema thumma al-kalamu fi af'ali rasulillah, kisha tutazungumzia kuhusu af'ali, vitendo vya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa iqra fi af'ali rasul wa iqrarihi, na iqrari zake tumeeleza maana ya iqrari. Liannahuma yajriyani majra aqwalihi fil bayan, kwa ajili hizi mbili vitendo vyake
na ikrari zake, yani mambo aloyaridhia yametokea yeye akayaridhia kwa ajili hizi mbili, hukumu yake ni kama maneno yake sallallahu alaihi wasallam katika nini, katika bayani itakuja inshallah. Kisha sema thumma al-kalam fi al-akhbari li'annaha tariqun ila ma'rifati ma dhakarna. Kisha atazungumzia namna ya hadithi, upokezi wa hadithi na tafasili kidogo za nini, za hadithi. Kwa ajili gani asema? Kwa ajili tukijua kuhusu hizi akhbari tutajua haya tuliyoyataja katika aqwali za bwana mtume na afaali za bwana mtume, tutajua hii ni kweli yasihi tuchukue dalili kutokana nayo ama haisihi. Kisha asema thumma al-kalamu fil ijma', kisha tutazungumza yani kisha itaenda maneno ama tutazungumzia nini, al-ijma', tutazungumzia al-ijma'. Kwa ajili gani? Hii ni baada ya kutaja maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya mtume na afali zake bwana mtume na ikrari zake, kisha tutazungumzia ijma'i. Kwa ajili gani yasema? Li'annahu thabata kaunuhu dalilan bi khitabillahi azza wa jalla wa khitabi rasulih sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili ijma'i hatukujua kuwa ni dalili isipokuwa kutokana na Qur'ani na Sunna, na kitakuja atataja yeye pia dalili za ijma'i. Ijma'i si hujja isipokuwa tumefahamu kuwa ni hujja kutokana na kitabullah na sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema pia wa anhuma yanaqid, na hiyo ijma'i pia si ati wale maulama wanakuja wanakubaliana tu kulingana na hawa, la, bali wao wanakubaliana lakini huwa wametoa dalili katika kitabu na sunna. Hata kama labda mara nyingine tutaambiwa, mara nyingine hutotajwa ile dalili ya kitabu na sunna, utaambiwa tu bi ijma'il umma, yani waulama wamekubaliana, maulama wamekubaliana. Kule kukubaliana huwa hawezi kukubaliana isipokuwa kuna dalili katika kitabu na sunna, ndio maana imekuja baada ya kitabu na sunna. Kisha asema thumma al-kalam fil qiyas, kisha maneno yataenda katika qiyasi, tutazungumzia qiyasi. Kwa ajili gani? Asema li'annahu thabata kaunuhu dalilan bima dhukira min al-adilla. Kwa ajili qiyasi imekuwa ni dalili kutokamana na hizi dalili zilizotangulia ambayo ni kitabu na sunna. Naam. Na pia aitwaje ijma'i. Kisha sema wa ilaiha yastanid, na qiyasi yalemea ama yategemea hizi dalili zilizotangulia. Kama itakapokuja, maana yake qiyasi huwezi kufanya qiyasi isipokuwa kuna kitu kishatajwa na bwana mtume, ndio wewe ukaja ukafanya qiyasi. Kwa mfano sisi kama zama zetu kuna vitu havitwi tembo. Kwa mfano wine hii haitwi tembo, labda kwa Kiswahili tutaita tembo, sijui kama kuna jina jingine. Lakini mtu akiuliza nini hukumu ya wine, sisi tutajuaje hukumu ya wine? Tutaangalia kitu ambacho bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekitaja ambacho chafanana nacho, na ni kitu ambacho chalevya. Basi tunajua kuwa wine pia ni haramu. Kwa sababu gani? Kwa ajili tembo ambalo amelitaja bwana mtume sallallahu alaihi wa wasallam ni haramu, basi wine pia inakuwa ni haramu. Kwa hiyo qiyasi haiwezi kustafidiwa ama hatuwezi kuifanyia kazi isipokuwa tukiangalia nafsi za bwana mtume sallallahu alaihi wa wasallam. Naam. Kisha asema shekhe thumma nadhkuru hukma al-ashya'i fil asli, kisha tutataja hukumu ya vitu katika asli ya hivyo vitu. Yani ikiwa hakuna dalili, hakuna kitabu, hakuna dalili katika kitabu wala sunna, hakuna ijma'i, hatuwezi kufanya qiyas. Nini hukumu ya kitu fulani? Asema tutataja hukumu yake. Kwa ajili gani? Asema lianna almujtahida, kwa sababu huyu mwenye kufanya ijtihadi, mwanachuoni mujtahid, asema inna ma yafza'u ilayhi, yuarudi katika hii hukumu ya asli, yarudi katika hii hukumu ya asli. Wakati gani? Inda adami hadhihi aladilla, asipopata dalili hizi tulizozitanguliza. Kisha asema thumma nadhkuru futi al-alim, kisha tutataja fatwa ya nani? Ya maulama. Mwanachuoni akitoa fatwa, vipi hukumu yake, tufanya kazi naye vipi? Kisha asema wasifata al-mustafti, na sifa za wasifatu al-mufti wal-mustafti, na sifa za mufti afakuwa hivi, afakuwa hivi, afakuwa hivi, tutataja inshallah. Wal-mustafti, na yule mwenye kutafuta fatwa. Maana mufti ana sifa zake na mustafti ana sifa zake, haifai tu mtu yote kuja kutoa fatwa. Kisha asema li'annahu inma yasiru tariqan lilhukmi, kwa ajili hizi kutoa fatwa na kutafuta fatwa, hii inakuwa ni ndia ya kupata hukmi baada al-ilmi bima dhakarnahu, baada ya kutaja kitabu cha Mwenyezi Mungu, sunna na hizi zote. Ukishajua hizi zote, ndio sasa waweza kuwa wewe ni mufti, na wewe kama mustafti ndio utajua kwa nani utatafuta nini ahkam. Kisha sema thumma nadhkuru al-ijtihad, kisha tutataja ijtihadi wa ma yataallaqu bihi insha Allah, na yale yanayohusiana na nini, na ijtihadi insha Allah. Na inshallah tutakoma hapo.
kisha tutaingia katika babu aqsamil kalami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu a'la wa a'lam.